Bwana, mambo vipi ndugu zangu? Kwa majina naitwa Dula Makabila, King of Singeli, mtumishi wa serikali kitengo cha burudani. Kuna kitu kimoja mimi kimekuwa kinitatiza sana. Na leo nimeona nishie na nyinyi mashabiki zangu. Kwenye industry Dula Makabila nimekuwa mtu mwepesi sana kwa pamoja wasanii zangu. Na sio tu wasanii zangu, hata wadau wengine kutokana na mchango mkubwa kwenye industry yetu ya muziki. Kuna time nawataja kwenye nyimbo, wana appreciate kwa namna hiyo. Pia hata kwenye interview ambazo wanazizungumza, na hata nje ya kamera na mic, ni mtu ambaye nina appreciate sana. Lakini kuna brother mmoja ambaye sikuwahi kumtaja sehemu yote, na mimi binafsi sio kama sipendi kumtaja, ila yeye mwenyewe ndio huwa hapendi kutajwa. Ila kiukweli kabisa naweza nikasema kwamba ana mchango mkubwa kwenye muziki huu na tasnia nzima kwa jumla, na ameacha alama kubwa, kwa sababu bila yeye pengine tusingekuwa na Rayvanny, bila yeye tusingekuwa na Dogo Janja, bila yeye tusingekuwa na Maarifa. Ukiachana na wasanii ambao nimekutajia, wewe kama shabiki, mara ya mwisho ni lini umesikia wimbo wa Madii? Kwa sababu hata mimi kama shabiki yake kuna muda najiuliza kwa nini Madii aache nyimbo? Kwa nini Madii atoe wimbo licha kukubalika? Wewe kama shabiki wa muziki, unahisi sababu ni nini ambayo inafanya Madii asifanye muziki? Yaani ameshindwa kuendana na kasi ya muziki wa sasa? Amekata tamaa ya muziki? Au amefuria? Kama na wewe hujui sababu kama mimi, naomba unisaidie kumtag hapo chini Madii. Umuulize sababu inamfanya asifanye muziki. Kwa hiyo naomba wote ambao hamjui sababu ya Madii kutokufanya muziki, kamuulizeni Madii.